Mwaka wa 2011, Kenya ilipitisha sheria ya kupiga marufuku ukeketaji. Kwa mujibu wa ripoti ya Kenya Demographic Health Survey ni kuwa kaunti ya Meru imenakili 19% ya visa vya ukeketaji, hii ikiwa idadi ya juu ikilinganishwa na takwimu za taifa zima. Mwaka jana 2024, wasichana 10 kutoka lokesheni ya Giika, Igembe Kusini walipashwa tohara huku 7 wakiokolewa katika msako mkali uliongozwa na chifu wa lokesheni hiyo ya Giika, Javes Musheke. Nancy si jina lake halisi, ni mwathiriwa wa ukeketaji na anasimulia stori yake. Nilioleka nikiwa nimepata watoto wawili. Vile nilioleka mwezi wa kwanza, wa pili kaniambia hawezi akakaa na mwanamke mwenye hajatahiriwa. Sasa sababu mimi sikuwa na option nyingine na nilikuwa already na watoto wawili, nikaenda nikatahiriwa. Vile nilitahiriwa, baadaye nikapata mtoto wa 3. Hii FGM si mzuri hata kidogo, nilitabika sana, ili niletea mashida mingi na hata kupona ilikuwa shinda. Hiyo wakati wa kupata mtoto nilikuwa na blind sana. Mbali na Nancy, tunakutana naye Flora, si jina lake halisi. Anasimulia kuwa alioleka katika familia iliyoaminika kukumbatia mila hii ya zamani, na juhudi zake za kupiga vita mila hii hazikufua dafu, kwani aliishia kukeketwa. Mratibu wa masuala ya dhuluma za kijinsia katika kaunti ya Meru, Judy Kawera, ametuchorea taswira hii akikashifu ukeketaji na kuweka wazi kuwa kufikia sasa wanawake 30 wanaoaminika kuwakeketa wanawake wamejifikisha katika afisi yake na kukiri kuwa wameacha ya zamani na wapo tayari kuongoza katika vita dhidi ya mila hii potovu iliyopitwa na wakati. Kwenye hotuba yake, katibu wa idara ya jinsia nchini yani Wang'ombe, katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kukomeza ukeketaji, hafla iliyoandaliwa katika kaunti ya Meru mapema mwaka huu, alitoa wito kwa jamii na asasi za kiusalama kushirikiana katika vita dhidi ya ukeketaji. Kuongezeka kwa visa hivi vya ukeketaji katika kaunti ya Meru kumeibua wasiwasi, muungano wa wanahabari Meru Press Club ukijitwika jukumu la kupambana na mila hii potovu, kama anavyosimulia mwenyekiti wa muungano huo David Mochoi. Muungano huo wa wanahabari umewahusisha washikadau mbalimbali kutoka ngazi zote za serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali kwa lengo la kuleta mawazo pamoja kutafutia suala hilo mwafaka. Margaret Kiara, mkurugenzi katika shirika lisilo la kiserikali la Seafood Kenya, ameshikilia kuwa mila hii potovu inatekelezwa kisiri na sharti ikabiliwe vilivyo, akiupongeza muungano huo wa wanahabari kwa kuchukua hatua hiyo. County Commissioner Jacob Ouma ametoa onyo kali kwa jamii ya Wameru, akieleza kuwa yeyote atakayepatikana akitekeleza mila hii potovu hatasazwa kamwe kisheria, bali atawajibishwa kikamilifu, akihimiza ushirikiano katika kupambana na janga hilo. Nikiripoti kutoka kaunti ya Meru, jina langu ni Frida Loina.